ahadi ambazo zinaweza kukuingiza katika wingi na utele. Tuangalie mistari kadhaa Biblia, nataka uirekodi tu uiandike. Zaburi 34 mstari wa 10. Zaburi 34 mstari wa 10. Nataka uzifuatilie wakati na display, utakuwa unazifuatilia kwa sababu nitaenda kwa haraka kidogo. Ili ujue pana ahadi kwenye Biblia ambazo zinaonyesha kuna swala la wingi na utele. So nataka ufuatilie vizuri hiyo mstari. 4 mstari wa 10 inasema hivi: wana simba utindikiwa. Na utindikiwa maana yake ni kama kuishiwa, uona njaa. Nataka uangalie yale maneno ambayo nataka yajenge imani ndani ya moyo wako. Haya maneno nataka yajenge imani ndani ya moyo wako. Inasema hivi: bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilichochema. Yani manake hutakuwa uhitaji wa kitu chochote kilichochema wale wamtafutao. Kwa manake God will supply all your needs supernaturally. Mungu atakupa kile unachohitaji. Hawatahitaji. Nataka uone hilo neno. Sauti hawatahitaji. Manake ukisha kuwa mcha Mungu, mtu ambaye anamtafuta Mungu kwa bidii, utaona hiyo inaanza kuwa halisi kwenye maisha yako. Hawatahitaji kitu chochote kilichochema. Hiyo hadi nataka uirekodi ikae ndani ya moyo wako. Kutoka sura ya 3 mstari wa 8. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Ndio Misri ni mfumo ambao unakubana usiishi kwenye provision ya jumla ya Mungu. Misri ni mfumo unakubana usiexperience, usipate uzoefu wa ugavi wa Mungu. Usipate uzoefu ule mkubwa wa kuhudumiwa na Mungu, wa kusaidiwa na Mungu kwa upana, kwa ukubwa. Misri inakubana. Misri ndo kama kazi za kuajiriwa. Ndio maana niliwaambia ukilopita, fanya kazi ya ajira tukuzui kwa sababu ni muhimu tukana watu kwa mifumo, lakini jua God can do even more zaidi ya unapewa pale. Mungu anaweza kufanya kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu. Sasa angalia, Misri ilikuwa imewashikilia wana wa Israeli uone ugavi wa kiungu ule wa jumla. Angalia, Mungu akasema nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Misri, niwapandishe kutoka nchi ile. Alafu anasema hata nchi njema, niwapeleke kwenye nchi njema kisha pana. Point yangu msingi ni hilo neno pana. Nchi njema kisha pana. Nchi sio yenye. Ndio kuna tofauti ya yenye maziwa na ijayo. Imesema ni nchi ijayo maziwa na asali, sio yenye maziwa na asali. Sio unapata ugavi kwenye familia yako kwa sababu ya mshahara. Basi tungesema yenye maziwa na asali, lakini emsema kwa sauti ijayo. Ndio. Kwa maana yake Mungu anataka akupandishe kutoka pale ulipo. Akupandishe kutoka kwenye hiyo kazi unayoifanya, kutoka kwenye hiyo ajira. Akupandishe kutoka kwenye hayo mazingira, akupeleke kwenye upana wa ugavi. Kama ni wewe sema napokea kwa jina la Yesu. Usifungwe kwenye duara la mtu la rehema. You are not in the messes of men. Yaani upo kwenye rehema za wanadamu. Mbingu lazima zikuhudumie kila wakati. Na uone ya kwamba ninahudumia kwa kadiri ya utajiri kutoka mbinguni. Tena tunayoita utajiri wa Kristo usiopimika, unsearchable riches of Christ. Kuna kitu kinaitwa utajiri wa Kristo usiopimika. Unavyo vingi mpaka wale ambao wanapokea mshahara, wale wenzako wanapokea mshahara, wanashangazwa na kuendelea kwenye maisha yako. Unaona walimu, mimi najua mimi ni rafiki mzuri sana wa walimu. Walimu naangaliaga ikifika siku mwisho wa mwezi, wametengeneza foleni pale NMB mpaka imekata kona. Unajua kwa nini wamefanya ile foleni? Ni kwa sababu asipopokea hiyo hela siku hiyo anakwenda. Utakuta mdeni wake yuko nyumbani, kwa lazima akae kwenye foleni mpaka itakapoisha, kwa sababu akirudi nyumbani mambo hayaendi. Anakuonyesha kwamba yani hii foleni ndio tumaini la maisha yangu. Mungu akutoe hapo. Inafika level ambayo unaokumbuka mshahara wako miezi 3 mbele ndio unakumbuka mshahara. Sijachukua mshahara. Yani pokea. Nilijua mjaelewa. Pokea. Pokea. Yani nafika level ambayo unausahau mshahara. Umekaa sasa hivi na mwezi wa 4 ukumbuke, unajaribu kwa serikali, mimi niko juu ya serikali. Yani mimi naishi kwa serikali ya mbinguni. Mfike hapo bwana.
Yani sio yani hiyo siku naranda mjini mpaka utoe hela kwenye ATM. Yani nisipotoa hapa nimekwenda. Sio maisha. Hatutaki hivyo. Kisha nchi njema pana. Sema kisha nchi njema. Sema nchi pana. Sema huu ndo uzoefu wangu. Siwasiki, sema huu ndo uzoefu wangu. That's good. Hagai sura ya 2 mstari wa 7 hadi ule mstari wa 9. Hii mstari ikamate. Hagai sura ya 2 mstari wa 7. Biblia inasema hivi, nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Huyu ni Mungu anasema, vile vitu ambavyo vinatamaniwa na mataifa yote amesema vitakuja. Yani Mungu anaweza kuvifanya vikufuate ulipo, vije. Hajasema utavifuata. Amesemaje? Vitakujia. Hajasema utavifuata, vitakujia. Lazima ufanye kitu ambacho kitafanya mbingu zikuletee nyumbani. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Yani Mungu mwenyewe mbingu zivilete nyumbani kwako. Alafu asema nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Unajua nyumba ya Agano Jipya sio hii. Nyumba ya Agano Jipya ni wewe. Sasa mwili wangu ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Kwa anaposema hivi, nami nitaijaza nyumba hii, Mungu ameahidi kuijaza hii nyumba. Yani you are walking on the road, uko barabarani, you are full of glory. Yani umejaa utukufu, sababu nitaijaza utukufu. Sio aibu, sio ombaomba, sio lialia, sio fedhea. Nitaijaza utukufu. Unabii utimie kwenye maisha yako. Hautatimia siku nenda mbinguni, utatimia ukiwa hai. Kama unasema amen, sema amen yenye imani. Nitaijaza nyumba hii utukufu. Sema I am full of glory. Ujasema, sema I am full of glory. Fanya na mazoezi, I am full of glory. Sema I am full of glory. Yes, nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Hajasema serikali ya Bwana wa majeshi. Hajasema yule mtu aliyekuajiri, Bwana wa majeshi. Kwa wachungaji sio asema ABC Global kama Bwana wa majeshi. Taijaza nyumba hii utukufu. Alafu anakuonyesha hivi huo utukufu. Mande kuba. Anakuonyesha utukufu ni wa namna gani? Anajaribu kuelezea. Kwa wachache wameshanielewa hapa. Anajaribu kuelezea utukufu ni nini yani. Kwa sababu amekuwa specific. Utukufu ni nini? Alafu anakuambia fedha ni mali yangu. Kwa maana yake akisema nitaijaza, you better wake up. Ana fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa maana kama atajaza utukufu, si tu kuponya wagonjwa na fedha yani. Na mali na dhahabu. Maadamu unaishi hapa na unyakuwa hujaja bado, Mungu akufanye uone haya mambo. Akufanye uone haya mambo. Yani akaunti ya NMB ina hela nyingi, ya CRDB ina mahela mengi, NBC ina mahela mengi. Na wapi nyingine niambie? Anitajeni benki zinazoeleweka. Benki gani nyingine? NBC nimeshasema. Nyingine kubwa kubwa. CRDB nimeshasema. Nyingine nini? Boa Bank, Bank of Posta, Bank of Africa. Okay. Nyingine Azania, okay. Sawa. Kina Access, akina Selcom, okay. Yani una account kadhaa na zote zinaongea. Kwa nini? Kwa sababu nitajaza nyumba hii utukufu. Nikiendaga ATM, ninajua nafanyia kazi kanuni za kibiblia. Ila nikiendaga ATM, na yambiaga ATM, here is standing a rich man. Yani hapa amesimama mbele yako mtu tajiri mno. I have to educate them. Yani najua naelimisha ATM ili niache kutoa hapo. Kwa sababu najua watu wenye kipato kidogo na wako wanatoa hela ATM. Naendaka kutoa hela za taasisi, kule ndo watu wanaela. Au wana vyumba vyao sio vya foleni. Wametengenezwa kichumba maalum ili usione.
wanakuwa na intensive care, wanatazamwa vizuri, ila watu wa 100,000, 200,000, 50,000 ndio kwenye ATM. Sema ushuhuda wangu unapanda. Okay. Kwa hiyo ndio utukufu ambao Mungu anataka wajaze watu wake wa siku za mwisho. Yaani ndio utukufu wa siku za mwisho anataka wajaze yani. Huu ndio utukufu wa siku za mwisho. Aya mstari wa 9. Naendelea hapo. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa mafanikio, nitawapa uimara, nitawapa ulinzi. That is peace. Shalom. Asema Bwana wa majeshi. Zaburi sura 23 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Mstari ambao unaonyesha ugavi wa kiungu. Zaburi sura ya 23 mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Biblia inasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Nataka uandalaini haya maneno ya chini. Sitapungukiwa na kitu. Najua ni wimbo ni mstari ambao umeuimbia nyimbo. Pako umekuwa ni wa kawaida yani. Huu mstari ni wa maana sana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Hebu naomba tafsiri kadhaa za Kiingereza. Ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Anasema God my shepherd, I don't need a thing. Manake ananiweka kwenye ukamilifu na wingi ndani yake. Hebu nenda mstari wa 2. The Lord is my shepherd to feed. Is my shepherd to feed. Yani ni mchungaji, ni kiongozi wako ili akulishe na kupe chakula. To feed. Have to guide. Guide manake ni kuongoza. Ndo kazi ya mchungaji. Anakupeleka mahali malisho yapo. Alafu anakuongoza. Alafu to shield me. Shield manake ni ulinzi, kukulinda. Alafu anasemaje? I shall not lack. Kwa sababu Mungu ndiye ambaye anajua faida yako iko wapi. Ukifanya biashara fulani utapata faida ya kutosha. Anajua mahali gani utatengeneza fedha. Alafu atakuongoza kwenda pale. Alafu atakulinda pale kwa namna ambavyo utapungukiwa. Ndio mstari unachokisema. Kama kuna nyingine nzuri zaidi. Jesus. So, TPT nasemaje? Inasema praise to God the Lord. Okay. Inasema my shepherd, I always have more than enough. Kila wakati ninavyo zaidi ya nilivyohitaji. I have more than enough. I have more than enough. Ndio maana tulisema wingi na utele ni kuwa navyo yako kutosha wewe, alafu unavyo vya ziada kuwapa wengine, na unavyo vya ziada kusupport ufalme wa Mungu. Tulisema mambo matatu. Nilizungumzia hiyo maana, nikazungumzia maana ya utajiri na ukwasi, nikazungumzia maana ya mafanikio, na nikazungumzia maana ya wingi na utele. Nikakwambia kwamba utajiri ni kuwa na fedha nyingi na vitu vya thamani kama ardhi, hivyo mali za thamani. Huo ni utajiri. Nikasema pia mafanikio ni kuwa na vya kutosha kutimiza makusudi ya Mungu. Nikaja kwenye wingi na utele. Nikasema wingi na utele ni kuwa na vingi. You have more than enough for you. Kwa ajili yako, watoto wako, nyumba yako, mipango yako na kila kitu. Alafu kwa ajili ya wengine. Alafu kwa ajili ya agenda za ufalme wa Mungu. Sasa Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Utashuka chini. Mstari wa 2 unasemaje? Mstari wa 2. He offer a resting place for me in luxurious love. Hapa anasema he tracts take me to an oasis of peace. Unajua oasis ni kama chemchemi ambayo inatoka kwenye jangwa, something like that, of peace. The quiet brook of bliss. Quiet brook ni kama vile kijito ambacho kinatoa bliss, ni furaha. Acha Kiingereza kwa sababu washirika wangu waweze kusema ile kanisa ongea vitu ambavyo hatuvielewi wanasema kitu gani. Mara wanasema brook, mara na watu acha hayo. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza.
Anataka ustawi Mungu. Kwa maana anakuongoza kanda ya maji ya tulivu. Isaya sura 60 mstari wa 6 hadi mstari wa 18. Twende chap chap. Isaya sura 60 mstari wa 6 hadi mstari wa 18. Najaribu kukupa hii mistari ili kusaidie kujua kwamba Mungu anataka uwe na wingi na utele. Tafundisha muda mfupi sana, maana nataka uwe accurate kunisikiliza. Mstari wa 6. Amini hayo mambo. Yaani nataka uyaamini kama mjinga. Wewe yatatokeaje, achana na hiyo uiwezi. The how belongs to God. The how belongs to God. The how. What unaweza kujua what to do, but how it will happen, that belongs to God. Hiyo iko kwa Mungu tu peke yake. Mko tayari kusikiliza hayo ya Isaya sura 60 mstari wa 6? Tusome kwa sauti wote. Biblia inasemaje kwa sauti moja? Wingi wa ngamia utakufunika. Alafu ngamia vijana wa Midian na Efa. Alafu wote watakuja kutoka Sheba. Alafu wataleta dhahabu na uvumba. Alafu na kuzitangaza sifa za Bwana. Wingi wa ngamia utakufunika. Wingi wa mali utakufunika. Sio pokee? Wingi wa mali utakufunika. Ndio anasema hivi, atakuletea wingi wa mali, wingi wa ngamia. Yaani wewe kazi yako ni kuamini. Unapaswa tu kuamini bila hata maswali mengi. Itakuwaje wewe achana nayo. Utafanya sehemu yako, utamwacha afanye sehemu. Mstari wa 7. Tusome kwa sauti. Biblia inasemaje? Makundi yote ya Kedari yatakusanyika kwako. Alafu kondoo waume wa Neba watakutumikia. Alafu watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali. Alafu nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. That is you. Mungu atakutukuza kwa kuvileta hivi vitu na hizi mali zikufuate wewe. Kuna kautukufu fulani. Biblia inasema hivi, maskini hana rafiki. Paka jirani yake wa karibu waga anamkataa. Lakini tajiri na marafiki wengi. Na maana wanasemaga kwamba matajiri wengi hawanaga watu halisi. Kwa sababu ule utajiri unavuta. Na katika kuwavuta ndio hiyo concept tunaipata ya machawa. Wanacheka cheka tu yani. Kwa sababu wanakula. Kwa sababu akifungua mfuko hivi mwanao anasoma. Matajiri wana marafiki wengi. Lakini Biblia inasema kwamba maskini hana rafiki. Paka watu wanakuogopa kwa sababu wanahisi utawaomba hela. Iko mbali na wewe hiyo kwa jina la Yesu. Yaani ile hali mtu, nakumbuka siku moja wakati baba yangu amefariki. Niliwapigia simu baba zangu wadogo, hawakuwa wanapokea simu. Nilijisikiaga vibaya kiasi cha kulia kwenye moyo wangu. Nilijua hawapokei simu yangu kwa sababu wanahisi baba yangu ameondoka na nitawaomba hela. Nilimwambia Mungu, kwa sababu hii familia hii itakuwa maskini. Nilijisikia vibaya. Kuna kitu kibaya sana kama ukataliwa kwenye maisha. Wewe simuliwa tu. Yaani unapiga simu hivi haipokelewi kwa sababu mtu anahisi ana shida, huyu baba yake amefariki juzi hapa. Alafu mimi kumbe natafuta lile joto la baba. Natafuta kwake kwa sababu nimesikia yeye ndo baba mdogo. Natafuta joto la baba yani. Angalau aseme mwanangu naendeleaje. Hakuwahi kupokea simu. Wakati babangu mdogo ni mtu mkubwa sana TBC. Yaani mtu mkubwa aliyekuwa anatembea na rais wakati wa Kikwete. Mtu mkubwa sana. In this life, Mungu akikuinua hivi, jikumbuke. Wala sio kwa watu wanakero hawa. Mpokelee tu, msikilize. Niliwaambia hiyo rafiki katikati yake. Msikilize tu. Niliwaambia Jumapili iliyopita. Sasa angalia, yani upokelewi simu kwa sababu wanajua utaomba hela. Maskini ni status mbaya. Yani kama unatazama maskini, tungetamani tukuchape fimbo wote kanisa zima ili akili zikurudie. Sababu hiyo kitu ni mbaya yani. Mtu unaona, kwa mfano mimi sasa hivi nikiwa nimesimama hivi, nikienda mahali ofisini, inamconfuse mtu, asema huyu jamaa sio kufikiri mkurugenzi wa kampuni fulani. Lakini maskini unaanza kumuona kwenye miguu. Kimcheke anasemaje? Wewe katoka wapi? Japo hatukufundishi kudharau watu. Lakini nakwambia kuna muonekano upo watu wanakukataa. Na useme ya kwamba unajua lazima tuheshimu watu. Wewe ndio unapaswa kufanikiwa uheshimu watu.
na sio wewe ndo tuanze kuheshimu na umaskini ni mbaya ninyi watu. Umaskini ni kiumbe kibaya ambacho napaswa, yani kinuko na kibaya. Mnakumbuka miaka ya nyuma nilikuwa natembea Malapa. Mnakumbuka miaka ya nyuma Malapa. Likikatika kile kidude cha mbele kile unakichomelea kwenye moto. Kinakamata kile kidude cha chini. Unaanza kikatika unachomelea tena mara kinasa. Urefu unakuwa ni mdogo. Unachukua tambara, unaanzia juu na shuka, unaenda kufunga na mti. Unajua ni bagusa. Nyoa yeba mjuu haya. Sasa kuna watu kwa sababu ya umaskini walikuwa wanaendelea sana. Sasa akifunga hapo mbele anachukua ngozi. Mara ngozi ndo anachomeka pale. Sasa hapo ametangaza kwamba ili hapa aliishi. Sasa sikiliza, ikiwa imeshindikana kuna nini hapo kwenye nani hapo kwenye kidole, hapa panaishaga hapa. Palikuwa panaisha. Pakisha anachukua lapa lingine ambalo la hali mbaya, anayo chomeka hapa hivi. Umaskini mbaya. Umaskini unaweza kupa uvumbuzi ambao sio wenyewe. Nothing too evil like poverty. Too evil. Aya mstari wa 8 Biblia inasema ni nani hao warukao kama wingu na kama njiwa waendao madirishani kwao, hakika yake visiwa vitaningojea. Sema kwa sauti, visiwa vitaningojea. Okay. Na merikebu za Tashishi kwanza ili kuleta wana wako kutoka mbali na fedha yao pamoja nao, dhahabu yao pamoja nao, kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wa Israeli na kwa ajili ya mtakatifu wa Israeli. Nisikilize, watu watakuletea fedha kwa ajili ya jina la Yesu. Watakuletea mali kwa ajili ya jina la Yesu. Na tabiri kwa ajili yako, watakuletea kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Watakuletea kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Kama unaamini sema napokea. Mstari wa 10, na wageni watajenga kuta zako na wafalme wao watakuhudumia. Sema wafalme watanihudumia. Sema wafalme watanihudumia. Sema wafalme watanihudumia. Sema wafalme watanihudumia. Unajua maana yake ni unakuwa na wateja ambao ni executive. Ndio wafalme watakuhudumia. So watu wa katikati. Aya, twende tupige hatua. Malaki sura 3 mstari wa 10. Inasema Biblia, leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Mungu anasema ino namna pekee ambayo Mungu ameturuhusu tumjaribu. Akasema mjue kama, so muone, mjue kama, you will get knowledge of this. Mjue kama sitawafungulia, sio dirisha, madirisha ya mbinguni. Na madirisha ya mbinguni watu wengi wajua, windows ni access to revelation. Access to revelation. Windows ni kufunguliwa macho na kuona fursa. Watu wengi wanafikiri madirisha ni fedha. Madirisha sio fedha. Utafunguliwa macho, utaona fursa. Utajua cha kufanya. Utajua namna gani unaweza kuimprove uchumi wako. Utafunguliwa madirisha ya mbinguni. Na kuwamwagieni baraka. Kumwaga, sio kukupa. Kuwamwagieni baraka. Alafu hata isiwepo nafasi ya kutosha. Yaani Mungu anasema hivi, nikifungua madirisha ya mbinguni, nikafungua macho yenu ndani, mkaziona fursa, nitawamwagia baraka kupitia hizo fursa mpaka shida itakuwa ni nafasi. Shida ni nafasi. Ifike level bwana, kanisa la ABC Global Kahama, mshirika moja iwe shida ni nafasi yani. Yaani shida inakuwa ni eneo la kuwekeza. That's it. Shida ni nafasi, hata isiwepo nafasi ya kutosha. Uhendo hizo baraka. Na huyu ni Mungu. Tunasoma hizi ahadi, tunazisomaga kama nyimbo yani, tunazisoma zimekuwa very common, za kawaida, lakini ndo ahadi ambazo zinaweza kumbeba mtu na kumtofautisha. Na tuende kwenye Mithali sura 3 mstari wa 9 na 10. Inasema Biblia, mheshimu Bwana kwa mali yako. Nilikuwa nazungumzia mambo wiki iliyopita, na kwa malimbuko ya mazao yako. Yes, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. That's very important. Kwa mali yako mheshimu Bwana. Na mheshimu vipi? Unapotoa dhabihu, unapotoa fungu la 10 ni kumheshimu Bwana. Unapotoa malimbuko ni kumheshimu Bwana. Umevuna mpunga, umepata gunia 20, unapoleta zile gunia 2 kama fungu la 10 ni kumheshimu Mungu. Ni kumheshimu Mungu. Alafu anasema hivi, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Alafu na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Hii ni mistari waga tunaisoma na kuiacha hapo. Hasa leo nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Hii mistari ndio ambayo inaweza kutofautisha maisha yako kwa eneo la uchumi. Hii waga tunaisoma na kuiacha hapo. Yaani unasoma kabisa mashinikizo yako yatafurika divai mpya.
Luka sura 6 mstari 38. Nimekusomea mistari ili uende ukaitafakari. Ikae kwenye moyo wako, itembee. Hiyo mistari itakusaidia kwenye neno la uchumi. Inasema hivi, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Angalia, mnapopewa ni hivi, kipimo cha kujaa, kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika. Think about that. Huo mstari unasomaje haraka haraka? Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Nilikwambia that's why lazima Mungu akubariki uanze kuwapa watu vitu. Kwa sababu ukiwapa watu vitu, cheke inayofuata pale. Cheke inayofuata pale. Ndio maana lazima Mungu akubariki. Hii kitu ya nakula na kunywa na lala. Nakula na kunywa na lala. Hiyo kitu ni mbaya sana. Nakula na kunywa na vaa na lala. Mbaya sana hiyo kitu. Lazima ufike level Mungu anakupa wingi. Unakuwa na vya kuwapa watu. Kwa sababu ukiwapa watu, kuna ahadi nasema utarudishiwa. Haya. Kumbukumbu sura ya 28 mstari wa 12. Kuna ahadi moja naipenda sana pale. Inasema hivi, atakufunulia, huyo ni Bwana, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kukubariki kazi yote ya mikono yako, ya mkono wako. Nawe utakopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe. What a promise. Tusome wote huo mstari. Wote tusome. Kila mwenye macho na kila mwenye mdomo. Tusome kwa sauti. Biblia inasemaje kwa sauti moja? Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri. Nayo ni mbingu. Umeona sasa mbingu kwa namna gani? Maana atafungua madirisha mbinguni na kukufungulia. Nayo ni mbingu. Alafu maana ina connection pia na Malaki. Endelea kipengele kinachofuata kwa sauti kubwa, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake. Mvua maana ni baraka, nataka ujue hiyo. Alafu endelea kusoma, na kwa kubarikia kazi. Sema kazi yote. Sema kwanza kazi yote ya mkono wako. Endelea, nawe utakopesha mataifa, wala utakopa wewe. Utakopesha mataifa, wala utakopa wewe. Imagine Mungu anakuona kwenye dimension ya kukopesha mataifa. Hapa anakuona umekopeshwa shilingi 20,000 na mtu. Hafurahi mbinguni. Siasema umefanya dhambi. Ila anasema hivi, Mungu anakuona ni mtu wa dimension ya kukopesha mataifa. Sasa namna gani sahihi za kuifanya ahadi ya Mungu ikupe kuishi katika wingi na utele? Moja, mtegemee Roho Mtakatifu katika kukupa na kukufunulia ahadi inayohitajika kwako. That's very important. Sio kila ahadi itafanya kazi kwake kwa namna fulani. Roho Mtakatifu namna alivyo mwaminifu, Roho Mtakatifu humfunulia kila moja kulingana na condition za yule mtu, kulingana na mazingira ya yule mtu. Nitawafundisha kitu cha tofauti sana hapa. Kuna mwingine Roho Mtakatifu anaanza kumfunulia Malaki 3:10. Kuna mwingine Roho Mtakatifu anaanza kumfunulia Kumbukumbu 28:12. Kwa hiyo mtegemee Roho Mtakatifu katika kukupa na kukufunulia ahadi inayohitajika kwako, ile itakayofanya kazi kwako. Ile itakayofanya kazi kwako. Ukamate hilo, sio ukalisahau. Ile inayohitajika kulingana na mazingira unayonayo. Unajua mazingira yanataka ufunuo maalum. Kila mazingira yanataka ufunuo maalum. Kuna wengine kwenye familia yako mtataka ufunuo fulani. Wengine mtataka ufunuo fulani. Kila familia, kila mazingira yana ufunuo maalum. Kwa maana lazima umtegemee Roho Mtakatifu katika kukupa na kufunulia ahadi inayohitajika kwako. Yohana sura 16 mstari wa 13. Kuna kitu cha tofauti sana hapo. Biblia inasema mambo ya tofauti sana hapo. 16:13. Biblia inasema hivi, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, ambaye ni msaidizi wetu, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Nataka tu hayo maneno tu, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Maanake Roho Mtakatifu atakuongoza kwenye ahadi inayohitajika kwako. Kwa hiyo unapomtegemea Roho Mtakatifu, anakusaidia kuipata ahadi inayopaswa kufanya kazi kwako. That's why kwenye neno la uchumi wanaweza kuwa na ufunuo tofauti na huyu, tofauti na huyu. Kwa sababu ni muhimu sana ukajua hilo. Roho Mtakatifu atakusaidia kukupa na kufunulia. Ndio maana mara nyingi sana
unapotaka kusoma na kuanza kutafakari vitu, kwa sababu hiyo Biblia ukiangalia, kwa mfano Biblia kama hii, ukisoma ile mistari ambayo nimeshakupa, utagundua na reference kule chini. Reference na kuonyesha mistari mingine. Wale wengine ambao mna simu, unaweza kuandika hata kwenye Biblia yako, ukasearch, ikakuletea mistari, ukapata nafasi ya kuitafakari. Google pia inaweza kuletea mistari. So dhambi. Ila Roho Mtakatifu ndiye anakuambia hivi, this will work for you. Hii hapa itafanya kazi kwako. Hii itafanya kazi kwako. Mtegemee Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie kipi ambacho unajua kitafanya kazi tena kwangu na kwenye mazingira haya na kwenye nyakati hizi. Kwa mtegemee Roho Mtakatifu. 2, timiza matakwa ya ahadi husika. Nimesemaje? Na hiyo ndo kazi yako, na hiyo ndo imani ya matendo, na huo ndo utii. Unapotimiza matakwa ya ahadi husika. Kwa mfano nataka niwafundishe kitu fulani cha tofauti sana. Naomba kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 9 na wa 10. 34 mstari wa 9 na wa 10. I want to teach you something. Nafundisha kitu cha tofauti hapa. 9 na 10 nasema hivi, mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yani wamchao hawahitaji kitu. Hapa anasema hivi, wanasema utindikiwa uona njaa, bali wamtafutao Bwana hawahitaji kitu chochote kilicho chema. Sasa nataka nikufundishe kitu kimoja hapo cha muhimu sana. Kuna matakwa kwenye huo mstari. Ili ufikie kwenye ile level ya kutokuhitaji chochote ambacho ni chema, kuna mambo kadhaa lazima uyafanye. Cha kwanza, lazima ujifunze kumcha Bwana. Imesema mstari wa 9, mcheni Bwana. Lazima uwe mchaji. Ndio nakufundisha kuna matakwa, kuna ahadi zina matakwa. Alafu kingine ambacho kinasema pale, wamtafutao hawatahitaji kitu. Kwa lazima ujifunze kumtafuta Bwana. You have to learn to seek God. Unamtafuta kwa mifungo, unamtafuta kwa maombi ya usiku wa manane, maombi ya alfajiri, maombi ya mchana. Unavomtafuta Mungu vile, inasema hivi, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Kwa hiyo ukimtafuta Bwana hautahitaji kitu chochote kilicho chema. Kwa matakwa hiyo msari ni kwamba jifunze kuwa mchaji, mtu mwenye ushirika mzuri na Mungu. Alafu cha pili, jifunze kumtafuta Bwana. Kwa kuna mistari ina matakwa. Timiza matakwa utapata provision. Kwa mfano Zaburi sura 23 mstari wa 1, Bwana ndiye mchungaji wangu, the Lord is my guider, my shepherd, I shall not want. Kwa lazima Mungu awe kiongozi wako. Kabla ya kuanza biashara na huyo mtu, jifunze kuomba kwanza. Mungu, huyu ni mtu sahihi. Tafuta Yesu akuongoze. Tafuta Mungu akuongoze. Na Mungu akisha kuongoza, hutapungukiwa na kitu. Nani ananielewa eneo Okay, fine. Umeambiwa hivi kuna dili liko hivi na hivi na hivi. Yaani ile hapa dili na hela kweli. Yaani nikupeleka hela hapa inalipuka. Lenda magotini mwambie Mungu, mimi sijui kama nikipeleka hela hapa nitafanikiwa. Ila niko hapa naomba nifundishe na uniongoze katika njia iliyonyoka. Is this right for me this time? Je, hili jambo ni sahihi kwangu wakati huu? Piga magoti tu. Unajua unaweza sikia sauti lakini ile issue ikabumba. Hivyo tu. Unaweza sikia sauti ikikwambia hivi hapana. Lakini ukainuka pale mtu akakwambia aje, bana tumeahirisha. Tayari Mungu amekuokoa. Wamtafutao hawatahitaji kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa Bwana akiwa mchungaji wako kwenye mambo, I tell you, hutapungukiwa na kitu. Atakupeleka kwenye malisho, atakuongoza kwenye malisho na atakulinda hapo. Kwa kuna matakwa kwenye ahadi. Kwa mfano Malaki sura 3 mstari wa 10 inasema leteni zaka kamili. In fact mstari wa 8 inazungumzia zaka na dhabihu. Alafu anasema tawafungulia madirisha ya mbinguni. Unaona sasa? Kwa maana yake lazima utoe sadaka ya zaka ukitaka madirisha mbinguni yafunguke. Kwa kuna watu wengi ambao hawapati ideas za kimungu. They are very ni blank page. Haina kitu, haijaandikwa chochote. Yaani haipewi idea kutokea mbinguni kwa sababu hawatoagi zaka. Unaweza kuwa ni mtu mzuri, mwombaji mzuri, lakini madirisha mbinguni yatafunguka kwako. Because that promise it has a condition. Kuna matakwa kwenye hiyo ahadi. Matakwa ni nini? Leteni zaka kamili. Yes. Kwa nini ukasema kwamba wamchao hahitaji kitu? Imeshasema wamchao. Kwa hiyo ukichanganya mambo shirika lako na Mungu huko sawa, kuna kona nyingi utahitaji. Utakuwa mhitaji. Bwana ndiye mchungaji wangu. Anza ukiambiwa jambo kaa chini, liombee kwanza, ndio inuka lifuate. Liombee kwanza. Kaa chini liombee Mungu. Is this right for me? Nani amenielewa hapo vizuri kuliko wote? Kuna ahadi ambazo ziko vile. Kwa mfano ukiona ile Bwana atakufungulia hazina yake nzuri ambaye ni mbingu, angalia kule juu mstari wa kwanza unasemaje? Utakaposikia kwa bidii, kutunza na kufanya yale ambayo Bwana amekuagiza, baraka hizi zitakujia na kupata. Ndio hizo zinafuata sasa. Ni pamoja na Bwana kufungulia hazina yake nzuri ambaye ni mbingu. Kwa kuna mistari nyingine ambayo inataka condition. Utimize condition unapata.
Kwa unaposoma Biblia yako sasa, uwe na jicho, unaposoma Biblia yako, uwe na jicho la kutafuta matakwa ya Mungu kwenye huo mstari. Kwa mfano, Bwana awajalizeni kila mnachokitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu. Kule juu anasema hivi, nimepokea sadaka kutoka kwa Epafrodito, sadaka mafuta mazuri. Yani alitumia mahitaji mazuri Paulo, ndio akasema ule mstari. Kwa hiyo manake hata kujaliza kile unachokihitaji usipofanya vile. Kwa misari mingi sana kwa Biblia yako ina condition. Kwa usisome kwa haraka, angalia nataka mimi nifanye nini kwenye mstari huu. Utashangazwa na mbingu. Mungu atakushangaza. Utashangaa mambo yako yanalipuka tu. Angalia kwenye mstari nini kinatafutwa hapa. Nini kinatafutwa hapa kwenye mstari. Bwana kuna jambo zuri limesemwa hapa. Lakini angalia hata nyuma, hata kwenye context, kwenye mazingira. Nini kilikuwa kinaongelewa pale. Utagundua pana kitu cha kufanya kwako. 3. Kaa katika hali ya imani kila wakati. Isaya sura ya 28 mstari wa 16. Kaa katika hali ya imani kila wakati. Biblia inasema aaminie hatafanya haraka. Don't hush. Hiyo ni Isaya 28 mstari wa 16b. Aaminie hatafanya haraka. Lakini Waebrania 6:11-12 nasema hivi, kwa imani na uvumilivu walizipata ahadi. Kwa unapokea ahadi kwa imani na uvumilivu. Kwa imani jumlisha uvumilivu unapata ahadi. Unaingia kwenye ahadi husika, unaanza kuexperience wingi na utele unapoamini na kuvumilia. Unaweza kukiri mistari ukaanza kuifanyia kazi usione matokeo haraka. But ukivumilia utaona matokeo. Mungu ni Mungu anayechunguza mioyo. Kabla hajafanya mambo lazima aende na wewe kitambo fulani cheki moyo wako. Kwa hiyo uvumilivu na imani utakusaidia. Kaa katika hali ya imani kila wakati kwa kuwaza kwa usahihi, alafu kwa kusema kwa usahihi kila wakati. Confess right, think right. Waza kwa usahihi, sema kwa usahihi. Utaona. Fanya kwa usahihi. Fanya sawa sawa na yale Mungu anakuagiza kufanya. Kama unatoa sadaka zako usianze kusema hivi, Bwana mimi natoa sadaka zaka na sioni matokeo. Come on. Lazima upunguze huo moto. Utakuwa ni moto wa kigeni na utakutupa nje. Lazima ufanye vile kwa imani na kwa uvumilivu. Kuna watu na moto wa kigeni. Bwana naomba sioni matokeo. Okay. Sasa unamwambia nani? Kwa sababu hilo jambo unapaswa kumwambia Mungu. Na kwa nini upate matokeo? Unapaswa kuwa na utulivu fulani. Unaongea vizuri. Hata kama mambo hayajakaa vizuri, confess right, kiri vizuri. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Wewe kiri tu hivyo. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Kiri hivyo. Hata kama mambo yanakupiga, usianze kufyonza, usonya mnasema siyuki lugha. Usianze hizo. Furaha ya Bwana ni nguvu zangu. Yani kiri vizuri, taka kwenye atmosphere kila wakati. Na utashangazwa. Na Mungu atakushangaza. Weka mikono yako miwili juu. Ninakutamkia katika jina la Yesu. Upate uzoefu wa kuwa na wingi na utele. Toka kwenye ibada leo macho yako yamefunguka na yameona hizo siri na namna ya kufanya. Naenda ukaishi katika wingi na utele. Utakuwa na vingi vya kutoa kwa ajili ya wengine kwa jina la Yesu. Utakuwa na vingi kwa ajili yako, mipango yako, watoto wako, familia yako, malengo yako kwa jina la Yesu. Utakuwa na vingi kwa ajili ya ufalme wa Mungu katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen kubwa. Thank you Jesus. Mantaraba sopra ila. Nzere kunena kwa lugha kwa dakika moja wakati namaliza. Shelelelelelele. Mande kopa alia sovarahila. Ala magobagadabaya. The Lord is my shepherd, I shall not want. Liko basatazia zuve ila masketovila angradiga. Lebaso vile esemparia gabarile kompaze vila aske lebrahande gobasai. O rabakata ya maze gobela katose vila mandere bosova. La kabaya, weka mikono wako mwili juu. Mungu akujaze neema kwa wingi. Meleso vila iske paria malegea. Mungu akujaze neema kwa wingi. Pasiwa na mhitaji kwenye nyumba hii. Kwa wakati ili pasiwe na mhitaji kwenye nyumba hii. Pasiwe na omba, pasiwe na mtu wa kukopa, pasiwe na mtu wa kulialia. Mungu wajaze watu wako kwa wingi na utele. Randa
Kosarabasaya reketele magodabara. Kama umetuagiza kujenga nyumba mwaka huu, basi tuijenge tena kwa spidi. Kwa nini? Kwa sababu pana wingi na utele. Rikarabagodabara degesia. Waweze kuwasaidia wengine, ndugu zao, hata watu watakao wataka wawasaidie katika jina la Yesu. Siwe na mhitaji mahali hapa Bwana. Basi siwe na omba, pasiwe na mtu wa kutia huruma, pasiwe na mtu wa namna hiyo, bali wajaze watoto wako, wajaze wingi. Wamepata siri, wameelewa, wajaze wingi. Manderebosika rikarabagoda. Baraka yako Mungu inatajirisha na wala ingize huzuni ndani yake. Baraka yako iwatajirishe, baraka yako iwastawishe, baraka yako iwatendee mambo makuu, baraka yako iwainue, baraka yako iwathibitishe, in the name of Jesus. Mpige Yesu makofi mengi.